wa Tanzania mimi niseme una mambo mengi ndani yake. Chama la Mfondo mpaka si mashabiki sasa hivi bishanga kumtoa kwenye orodha mabeki yote. Kwa kweli yani tuzungumze uongo kwa sababu makosa anayoyafanya yanajirudia mara kwa mara. Alafu makosa ambayo unayaona kabisa ni makosa ya makusudi. Sawa, sasa jaribu timu. Chama la Mfondo inawezekana akawa kama hilo Kiononga Valani. Hilo Kiononga alikuwa mechi mzuri, wakamtengenezea mazingira watu ya kumwongezea mshahara nje ya uwanja, akatufanyia alichotufanyia, uchaguzi kaondoka, Simba ibaki vizuri. Kwa hiyo inawezekana chama la Mfondo na yeye akaingia katika msukumo huo, lakini sisi tumwambie, si ndio Simba tuteteleki. Akiondoka yeye kuja mwingine. Tumemuona Al-Hilal Kadema kaja Mrazaki kaenda Kalikamba. Kwa hiyo chama la Mfondo akiondoka, tutaleta mtu mwingine kamaliza. Hilo tuambie viongozi wamwangalie kwa jicho la tatu kwa sababu yeye anacheza alipo mshahara. Sisi furaha yetu ni moja. Kufurahi dakika 90. Anavyotuunguza kwa pasi ambazo hazieleweki. Anatuumiza watu wengi. Kwa hiyo lazima muangalie kwa jicho la tatu, bado mchezaji wetu, bado askari wetu tunajua atapambana, lakini muangalie kwa jicho la tatu kwa sababu makosa yake yanajirudia mara kujirudia. Unaweza kukosa mara moja lakini baadaye ukaja kulikaba. Kama tunaweza tukasema kwamba muda mwingine yale sio makosa ya kibinadamu. Kwa mpira wa Kitanzania inawezekana sio makosa ya kibinadamu kwa sababu tunafahamiana na kila mtu anajua hilo. Kuna wachezaji wengi tumeona hapa wanaondoka wakiwa katika kuhudumiwa watoe chini ya kiwango. Inawezekana na yeye ule mfereji shampitia na ule mfereji unakuwa sombo la mkapo, ndani yake ule mfereji unakuwa na baraka za pesa. Kwa hiyo inawezekana labda na yeye kaingia kwa ule mfereji ndio maana unakuta anafanya makosa. Yale makosa hayamuumizi yeye, yanatuumiza. Fikiria nimetembea kilomita 1400 mpaka Babati. 700 kwenda tena 710. 710. 1420. Mno wangu nilioharibu ni mkubwa mno. Chama la Mfondo ametoka kwao Ghana na Kameruni. Amekuja kutafuta kazi Tanzania, akapewa kazi na klabu yangu ambayo naipenda. Dakika 90 na kunanipa furaha. Anaponiunguza na kunimaliza katika mechi dakika 90 kwa makosa yake ya kujirudia sio mara 2 mara 3 wala mara 4. Ina maana yule mchezaji mimi hatakuwa katika nafsi yangu. Hizi ni mzo kweli. Mimi sio mnafiki. Nasema kitu kilichoyoga, atakayenichukia anichukie lakini kweli tabaki katika ukweli. Chama la Mfondo mfereji na hisi umempitia. Kuna namna labda wamwangalia, ndio maana nasema muangalie kwa jicho la tatu. Benchi la ufundi viongozi wetu nadhani wanajua. Kuna mwamba Totus Magoli anajua mchezaji aina gani kwa sababu kuna kauli yake alisema hatuwezi kumwachia mwalimu apendekeze wachezaji wa timu yetu kwa 90%. Lazima na sisi tuchangie kwa sababu mwalimu anaajiriwa na kufukuzwa. Anaweza ukamwajiri akaleta watu ambao yeye ana maslahi nao akamfukuza akakuachieni umoja. Sema hivyo. Kwa hiyo katika hili mzee Magoli nadhani yeye mwenyewe ataangalia na atachunguza. Hatumseme kwa mabaya sababu beki wetu bado tunampenda na tunamuona na kuna faida nyingi katika, lakini anarudia sana makosa ya design hiyo moja. Sasa ile na sisi inatutoa katika mstari. Yaani mazungumzo kweli na ukweli na ndio ambao unaotakiwa katika hili kwa sababu mechi tumebaki na mechi 3. Tukipoteza moja au sare na maana tumepotea. Je, katika mechi hizo 3 moja akipiga back pass nyingine mtu akajifunga, bado tumeshapotea. Tumalizie na Ali Salim. Amefundishwa na makocha wengi wa kigeni, amefundishwa na makocha wazawa, ni miongoni mwa magolikipa ambao wamekaa ama wamehudumu kwenye kikosi cha Simba kwa muda mrefu. Tunazungumzia kama uzoefu, kama kufahamu mazingira ya timu, kufahamu filosofi pamoja na falsafa ya timu inataka nini. Ali Salim anafahamu. Unadhani kilichomtokea juzi unamuona anaanza kuipoteza heshima kuivaa jezi ya Simba ama ni ile hali ya kimchezo tu kwa Ali Salim? Makosa tu. Kwanza kuna kitu kimoja kilichofanyika. Mimi sio mtu ambaye nasema sio mtu ambaye kila ukweli. Lakini Ali Salim baada ya timu kuumia nadhani alichukua muda mfupi sana kuingia. Inawezekana Roma ilimfanya asiwe alfikifa katika 10 au tano na uwe tayari hakuwa yes, yani hakuwa na utayari. Kwa hiyo baada ya pale nadhani makosa haya atayafanya tena na tunamwona labda yafanye. Ali Salim ni kijana wetu na tunaendelea na tuna imani naye kwa asilimia kubwa. Yale makosa yalofungwa goli la pili nadhani yalitokea kwa chama wa mwanzo. Lakini yale alijitahidi mpira alipodripo umeenda pale zaidi
umefanyika makosa. Kwa hiyo mimi niseme tu kijana bado atahitaji kujifunza, sababu golikipa kwa umri wake aliokuwa nao bado ana muda wa kucheza zaidi, kwa sababu umri wake bado uko chini. Mimi niseme tu tumpe support, na ni kijana Mtanzania na nimpongeze. Nimesikia kwenye timu taifa kamkabiliwa na support yetu ya Dabaiona, na asijike moyo, apambane, hakikisha anapambania maisha yake na anapambania jeshi letu la Simba Sports Club na bendera letu ya nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo makosa yaliyotokea kama golikipa wengine wakubwa yanawatokea makosa kama haya. Bwana Ayubu Rafedi, kwa muda ambao ulimuona amehudumu kwenye kikosi cha Msimbazi kabla ya kuja kukumbwa na ile changamoto ya majeraha na baadaye kuletwa Pilipili Musa Kamara, unaiona nafasi ya Ayubu Rafedi kwamba labda viongozi wamfikirie kwa msimu ujao? Golikipa mzuri, lakini tatizo labda yakuja wanaweza kuwa kwenye nafasi, sababu tumepewa nafasi ya wageni 12. Kwa hiyo kusajili magolikipa wawili na maana wandani wanakuwa 10. Lakini kama nafasi itakuwepo na wataona inafaa, Ayubu golikipa mzuri, wala sio golikipa mbaya, na nimemuona ni mtu ambaye kashazoea mazingira ya Tanzania na akakubaliana na mazingira ya Tanzania, kwa sababu hajacheza lakini yupo na klabu yake, nadhani wanaishi naye vizuri na tunamuona kwenye mazoezi alama ya vizuri. Kwa hiyo kama itapatikana nafasi yake atakapowekwa, nadhani atatusaidia, kwa sababu tunahitaji ni changamoto golini. Akitoka Pinpin aingie Ayubu, aingie na mwingine. Kwa hiyo tusio tuna golikipa mmoja tu akiumia yule watu wote wanachika kichwa. Kwa hiyo Ayubu kama nafasi yake atakuwepo, akibaki kwetu anasema tafuta, sababu tumemuona kazi yake alikuwa anaifanya. Bwana, mimi swali langu la mwisho, juzi pale kwa KMC nilimshuhudia mwenyekiti wa bodi ya ligi na mzungumzia mzee Steven Mbuto alipoulizwa swali la dabi, akasema wao walikucha toa ratiba, wanachosubiri tarehe ifike, na kama ambavyo nilisema kwamba wanaoandika mabango ya wachezi wao haiwahusu na kanuni zipo. Unafikiri kanuni pekee zitatosha kumalizana na ule mchezo wa tarehe 15? Ndio utaratibu ulivyo. Ndio maana hata kabla hawajaenda kasi, bodi ya ligi walisema kwamba hawa watu sisi tunacheka kwa nini wanaenda kule, sababu tunaona kama wanajisumbua, kwa sababu walijua kuna utaratibu lazima ufuate kabla ya kwenda kasi. Lakini wao kutokana na jinsi ya vitano vilivyo, niliwapo moja kwa moja waende kasi, waadhimishe wanaoongoza, na kama wanaongoza nao wao wako kama wao. Kwa hiyo wakaona bora waende kasi. Kwa sababu kulikuwa kwenda kasi, wao wamerudi tena hapa. Wanaona aibu jinsi ya kusema wameshindwa kasi, watasemaje? Ndio maana wanashawishi watu wao waandike mabango kwamba wacheze moyo. Lakini walijua kabisa kile wanachokifanya sio sahihi. Kwa hiyo Mbuto kajibu swali ambalo limenyooka kabisa. Sisi kama bodi ya ligi na TFF tushapanga tarehe ya mchezo. Wanaandika mabango ni kawaida. Kama unaona daladala imeandikwa Makumbusho Machinga Complex, kama unaona daladala imeandikwa Mwenge Mbagala. Kwa hiyo bango wewe tutaandika kama gari lisipokuwa na bango, hata ukipanda utafinisha Mbagala. Si umeelewa vizuri? Kwa hiyo hata hayo wakiandika mabango, mechi itachezwa. Mabango hayachezi, maandishi hayachezi, acha waseme. Wenye mpira wamesema dabi ipo. Kama wewe mpira unasema dabi haipo, chora mabango mpaka kwenye masikio, andika mpaka kwenye sori ya viatu, kila ukiinua hivi watu wasome kucheza moyo. Lakini wenye mpira wamesema mechi itachezwa na ile mechi itachezwa. Kwa hiyo niwaambie tu waondoe ushamba, waingie kwenye mpira. Mpira sasa hivi umekuwa ni unapatia watu wengi ajira. Wachezaji wetu wa Tanzania tunaona wanajenga majumba, wananunua magari, wanasomesha familia, wanafanya nini? Kwa nini wewe mshabiki au wewe kiongozi wa mpira ukuzi mpira wako? Unawashawishi watu waandike fulani kucheza ngoo. Wewe ni ushamba. Sawa bwana. Mpira sasa hivi ni ajira. Kiongozi unaongoza, unalipwa mshahara. Mchezaji anacheza analipwa mshahara, unamkataza asicheze. Unategemea mshahara apate wapi? Kwa hiyo viongozi wao unasema tu watoe ushamba. Waondoe miwani ambao wawe watu wa kisasa. Sasa hiyo ndio sehemu ya kisasa. Ikitokea serious kweli tarehe 15 hawajaleta timu, picha inapigwa pale Benjamin Mkapa, watamjua kibisawala. Yaani tarehe 15 hawajaja. Kibu leo msipewe timu na nakataa peke yake Kibelis. Tena Kibelis. Hapo elimu Panzu bado hayupo. Hapo Bule Mutale yuko moto bado hujawaka. Sasa hivi wameongezeka wawili. Elimu Panzu na Joshua Mutale Budo Messi wa Tanzania na Sidi Bese Mkwala. Sasa tuwaambieni wachague mawili. Watupe pointi wakati wamekuja tumewapiga, au watupe pointi wanaenda kutenda na Royal Sports Rwanda. Wachague wao katika haya mawili. Lakini pointi lazima tuchukue kwao. Kwenye haya mambo mawili. Watupe pointi wanatenda na Royal Sports mechi ya kiuni Rwanda, sisi tunachukua pointi. Watupe pointi waje kumkaba Elimu Panzu na Joshua Budo Mutale. Sasa wanachukuaje pointi wakati wengine wako Rwanda na Royal Sports? Na ndio pale unapoambia sheria, kwani Zamalek ikachukuaje pointi?
Bodi ya ligi kwa hiyo watahusika. Yaani ni hivi, waamuzi wakishapangwa, sheria za mpira zikifuatwa, waamuzi wakifuata sheria zilizotakiwa, mpira ukimalizika, pointi wewe huna. Wale wameenda kihuni. Wameenda wao wenyewe na yule rais wao na wale mabausa waliozuia na wale waliovaa kuchezi na machawa wamejazana kule leo mpiga kelele wametoka wale wahuni. Sisi tunaenda kitu taratibu. Kamisa mchezo atakuwepo. Marefari wote wanne, watatu wanaochezesha, kibendera katikati na yule anasimamia. Kamishna wa mchezo atakuwepo na watu wengine wale watakuwepo. Mechi inasubiriwa dakika 15. Kama hujafika basi umeacha ndala. Kwani machinane hayo hayakufanyika? Hayakufanyika. Mwamuzi hakuwepo hata mmoja. Kamishna wa mchezo hakuwepo. Wale mpira hawakuwepo hiyo machinane. Wameenda wauni waliozuia Simba uwanjani na wale wadanganjaa wale machawa ndio wameenda pale uwanjani. Wewe umeona refa? Haya bwana tamani. Au ni wao machinane? Machinane wameenda wauni. Wao wanaenda wauni zaidi. Simba ipo uwanjani na wameruka mageti. Sasa ndio kwa uwanjani. Baada timu wako wenyewe tu uwanjani. Wako wao na wanapiga spaza wale. Wale maneno mengi wale wanapiga kofa bila spaza na wasimamizi. Wao wako uwanjani wenyewe tu. Lakini hawajapita geti sahihi wameruka geti. Leo tarehe 15 naye sio kutoka gadi. Mimi niseme tunashukuru sana ila niwaambie Watanzania tupende mpira tusipende maisha yetu ya yaani kutafuta riziki katika mpira. Kama riziki ipatikane kwa mambo mengine. Sawa, mchezaji apate riziki na nini? Au kiongozi akupende. Usipende kuzungumza kwa sababu kiongozi akupepesa. Wewe unafiki. Wachambuzi wote uchwala bwana wanakuwa hela tu. Wachambuzi wengi ambukile hata mchambuzi ambukile bwana mtu alikuwa anatangaza dini bwana. Uwe mwache usimwongelee mtu mmoja wa Ibrahim Mkalaboko. Wote wao wakina Mkalaboko wao. Najua wote hao wote wao. Simba Sports Club ni klabu ambayo inaendeshwa kwa uweledi mkubwa. Simba Sports Club mpaka imekuwa nafasi ya 4 au ya 5 katika bora. Mkalaboko nani? Wanaambukile nani? Mzee Mzee ananyoka. Ana baya. Ananyoka. Unajua sikiza nikwambie, kule kukosea. Simba tukataka kukosolewa. Tunaona tumefungwa mabati. Tunaweka dauti yote. Tunaona ninapofurahi. Mimi nimerudi jana kutoka mabati na furahi. Sijanuna au simlaumu mtu. Mwamuzi katelesha press kila kitu anapiga. Kibovu. Anaongea kitu kilichonyoka. Kibovu. Ananyoka tu. Asrafa ndio yule mtoto mdogo yule. Ana mtoto kabisa kama ile shule ya basi la njano nje na jambo mpira hiyo. Ansi mtoto mdogo kabisa. Kama ile shule hivi tu kwenye basi la njano na jambo mpira. Hajacheza mpira wala changimu hajacheza. Labda ule mpira acheza na nani dada yake au na mtoto wa shangazi. Wale unajua kwenye fence watoto na maisha safi. Wanapigia la wewe Salvadori. Jamani mimi kuna vitu ulivyoniacha wewe. Swali kwamba kwenye ile orodha ya wachambuzi Tanzania Ibrahim Ambokile umemtoa. Ambokile alipo kabisa. Na sio Ambokile. Yeye anaweza kuwa unafiki. Mimi nikwambia kweli. Ahmed misi msemaji wangu, Ahmed Ali, akiongea utumbo la mtoa. Mimi nikwambia kweli. Siwezi kuunga mkono utumbo wake. Kama atenda show Berkane. Yanga yeye msemaji kabisa. Anakuwa mtenda show wa Berkane. Kama ni Berkane anakata viuno. Msemaji wa klabu. Ahmed angefanya hayo mimi ningemkataa. Na namwambia tu Ahmed Ali. Ahmed kufanya mambo hayo na kukataa. Live. Sema kama alivyofanya Alikamwe. Yaani wewe sibunifu. Nyuma mwiko acheze na timu nyingine hapo Ahmed ameonyesha ile timu aanze kumamsuri akamkataa. Mimi nikwambia kweli. Leo wacheza show Berkane wamebaki kombe linaenda Morocco. Wacheza show wako Jangwani hapo na bondeni. Wacheza show wa Berkane. Alikamwe pamoja na tournament yake na machawa wote wacheza show wa Berkane. Lakini wenyewe wanatoka na kombe wao mpaka kata viuno la msumu. Haya bwana. That's cool sana.